Naam, habari za mchana mtazamaji wa Channel 10. Hii ni taarifa ya habari mchana wa leo. Mimi ni Witness Ngalao ambaye nitaangazia habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Na kwa kwanza naanza na habari za kitaifa. Karibu. Watu watatu wa familia moja wamefariki dunia katika eneo la Nyarusulia, manispaa ya Musoma mkoani Mara baada ya moto mkubwa kuteketeza nyumba waliokuwa wamelala usiku wa kuamkia leo. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara, Agustini Magere, amesema moto huo ulianza sebuleni na kusambaa kwa kasi hadi kwenye vyumba vinne vya nyumba hiyo, hali iliyosababisha vifo vya watu watatu, baba, mama na mtoto. Nilipokea taarifa ya wito wa moto katika mtaa wa Nyarusulia, kata ya Lwamlimi, wilaya ya Musoma. Na moto huo, baada ya kupokea taarifa hiyo, kikosi cha jeshi la zimamoto na uokoaji kwa weledi kikafika kwa wakati, kikaanza kukabiliana na tukio hilo la kuzima moto. Nyumba inakadiriwa ilikuwa na vyumba 8, lakini ni sehemu mbili ambazo upande mmoja alikuwa anakaa wapangaji na upande mwingine pia alikuwa anakaa wapangaji. Katika vyumba vilivyoteketea vyote ni vyumba 4 na 4 vimeweza kuokolewa. Sambamba na hilo, kumetokea madhara ya vifo, ambako kumetokea vifo vya watu watatu, ambaye ni baba mwenye nyumba ambaye alitambulika kwa jina la Loch Shabani Mkole, miaka 39, ni kabila lake ni Mkwele. Yeye ni meneja wa ubora wa maji mkoa wa Mara. Lakini kifo cha pili imetambulika mama ambaye ni mke wake Mariam George Msigwa, yeye anakadiriwa kuwa na miaka 34, kabila lake ni Mbena. Lakini kifo cha tatu ni mtoto anatambulika kwa jina la Loch Mkole ambaye anakadiriwa kuwa na miaka 4, ni mtoto wa kiume. Ili tukio limetustusha sana na limetuumiza sana wana Nyarusulia wote, kwa sababu ilikuwa usiku wa manane. Tumeshtuliwa tu ghafla usingizini kwamba nyumba inaungua. Basi baada ya kusikia yowe, watu wanapiga yowe, ndio tukakimbia kuja kushuhudia ili tukio. Nimeshtukia saa 9:20 ndio nikaona moto unawaka, ndio majirani wenzangu wakapiga kelele, nikatoka kuja kuangalia, ndio tukapiga kelele majirani wote, tukasogea hapa jirani, tukaanza kupambana. Tajiri mwenye gorofa akanipigia simu, kuna shida gani huko? Nikamwambia bana, naomba tusaidie zimamoto waje watusaidie, nyumba imeungua huku kwa Rochi. Tunawapa pole ndugu familia wa marehemu. Kwingineko, kutoka visiwani Zanzibar, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amezungumzia matukio yaliyotokea mwaka 2025 na kumpongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kulinda tunu ya amani, huku akiwataka Watanzania kuzidisha maombi ili changamoto zilizotokea mwaka uliopita zisijirudie tena, ambapo pia amempongeza Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi na wananchi wa visiwa hivyo kumaliza uchaguzi mkuu kwa amani na usalama. Ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa jengo la afisi ya uhamiaji na makazi ya askari lililopo wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba, ikiwa ni sehemu ya sherehe za maadhimisho ya sherehe za miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Wakizungumza wakati wa uzinduzi huo, Waziri wa mambo ya ndani wa nchi George Simbachawene na Kamishna Jenerali wa uhamiaji Daktari Anna Makakala wameahidi kuendelea kuboresha huduma za askari pamoja na kupeleka huduma kwa wananchi. Tunamshukuru Rais Samia kwa kuweza kusimamia ipasavyo tunu hizi za amani na umoja nchini. Amani ni nguzo yetu muhimu kama ilivyo kwa nchi nyingine yoyote duniani. Ili tuweze kuendelea kusonga mbele katika nyanja zote za maisha ya nchi na binadamu na raia wake, hatuna budi kuendelea kudumisha amani. Hali kadhalika, umoja ndio nguvu ya kutuwezesha kuyafanya yale tunayoyakusudia. Umoja wetu ndio mafanikio yetu na umoja wetu ndio ushindi wetu. Serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuhakikisha watumishi wa umma wanaishi katika makazi bora, jambo ambalo litawahamasisha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Mradi huu wa ofisi na nyumba ya makazi ya askari na maafisa wa idara ya uhamiaji
umelenga kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma za uhamiaji kwa wananchi wa wilaya hii. Aidha, kukamilika kwa ujenzi huu umeimarisha mazingira bora kwa askari na maafisa wa idara ya uhamiaji wanaofanya kazi katika wilaya hii. Mradi huu unajumuisha jengo la ghorofa moja kwa ajili ya ofisi. Kwa upande wa makazi ya maafisa wa uhamiaji, jengo lake ni ghorofa 2 lenye uwezo wa kuchukua familia 9. Mradi umejengwa na mkandarasi Benchmark Engineering Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 2.5. Nikisalia visiwani Zanzibar, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM umeanza matembezi maalum ya kuadhimisha kutimia miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964. Tupate taarifa zaidi. Mapema akizindua matembezi hayo yaliyoanzia mkoa Kaskazini Unguja kuelekea Kusini Unguja na kumalizia mkoa Mjini Magharibi Unguja, makamu mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Rehema Omar Sombi, amewataka vijana kuwa wazalendo na walinzi wa taifa lao. Umoja unatufanya pia tukae kwa kusemezana kulia na kushoto. Ukigeuka kulia unamsemesha mwenzako, ukigeuka kushoto, nyuma, mbele, utasema sisi ni wamoja. Sasa ule umoja ukiungana na amani unatufanya tuchagize maendeleo, na ndiyo kauli mbiu ya kipindi hichi, hususan ikilenga athari tulioipata tarehe 29 na 30 kupitia uchaguzi mkuu ambao ni funzo kwetu sisi vijana. Makamu mwenyekiti huyo wa UVCCM Taifa pia mwasisitiza vijana kukisemea Chama cha Mapinduzi kupitia utekelezaji wa ilani yake bara na visiwani. Kwa ilani hii ya 2025-2030 katika jamii zetu wajue tulipotoka, tulipo na wapi tunaelekea, kwa sababu mengi na mazuri yanakuja kupitia ilani hii. Sasa tunafanya hivyo kwa kuacha siasa ambazo zitaleta mifarakano, chuki ama ubaguzi. Na ndio maana ukitizama kauli mbiu ya mwaka huu, matembezi haya matukufu yanasema kwamba amani na umoja ndio msingi wa maendeleo yetu. Naibu katibu mkuu wa umoja wa vijana Zanzibar Abdul Mahmud amesema matembezi hayo kwa mwaka huu yataadhimishwa kila mkoa kutembelea miradi na kufanya shughuli za usafi matembezi yatakapopita. Baadhi ya viongozi wa majimbo walioshiriki matembezi hayo wamesema hatua hiyo ya vijana ni katika hatua za kuonesha uzalendo na utii kwa taifa lao. Tutawaunga mkono mkoa huu, tubadilishe, kila mmoja aone yes, mkoa wa Kaskazini Unguja una umoja wa vijana. Haikuwa rahisi kufanya mapinduzi, lakini wazee wetu waliweza. Sasa kuyalinda na kuyadumisha, huo ni wajibu wetu vijana wa sasa. Matembezi hayo yatahitimishwa ndani ya mkoa Mjini na kupokelewa na mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM Taifa, Comrade Mohamed Ali Kawaida. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim. Na huko Pemba, askari wa jimbo la Pandani Halfan Ali Usi amekabidhi majiko ya gesi kwa wanawake wajane wa shehia ya Pandani, Mlindo na Mjananza, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kusaidia makundi maalum pamoja na kuhamasisha matumizi ya utunzaji wa mazingira. Masanja Mabula ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, askari wa jimbo la Pandani Halfani Ali Usi amesema kuwa lengo la kutoa majiko ya gesi ni kupunguza matumizi ya kuni na mkaa ambayo yamekuwa yakichangia kwa kiasi kikubwa uharibifu wa mazingira. Kuna jitihada za viongozi wetu wa serikali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hawa ni machampion, tunasema ni machampion ambao wanasisitiza juu ya matumizi ya nishati mbadala ya kupikia yenye lengo la kuondoa ya kuhifadhi mazingira, kuzuia uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo sisi kama ni wadau wa mazingira, jeshi la polisi, kwa hiyo tumeona kwamba hatuna budi kuunga mkono jitihada za viongozi wetu. Hawa ni viongozi wanaongoza kwa mfano, kwa na sisi tufuate kile ambacho wanakifanya. Sisi sote ni wadau wa mazingira, kila mmoja ni mwathirika wa mazingira iwapo mazingira yetu yanafanya nini? Yataharibika. Tunapokata miti, basi kila mmoja anapata athari na tunaona joto linaongezeka. Sheha wa Pandani Hamisi Rashid Ali amebainisha kuwa hatua hiyo
inalenga pia kuboresha maisha ya wanawake wajane kwa kuwawezesha kutumia nishati safi na salama majumbani mwao. Wajane, walemavu na watoto. Leo mara hii amekuja na hivi vitu ili kuwasaidia. Hivi mahsusi vimesaidiwa wajane ili na wao wajisikie, na vile vile ni katika hali ya kulinda mazingira. Ukipewa gesi, kuni utapungua. Wenda unafanya mambo yako kwa wakati. Hata kama saa 6 za usiku ukiletewa samaki, basi kuna uvivu wa kusema kama mie sitaki kupika, kwa sababu na gesi unaenda kuwasha tu. Kwa hiyo magesi tuyatumie au kutumia mkaa kama tulivyoagizwa sasa hivi, kwamba mazingira ya kutumia kuni na mkaa ni tofauti na gesi. Tukio la ugawaji wa majiko ya gesi linaonyesha dhamira ya askari wa jimbo la Pandani katika kuunga mkono jitihada za serikali za kulinda mazingira na kuboresha maisha ya wananchi, hususan wanawake wajane. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula. Nikisalia bado visiwani Zanzibar, mwakilishi wa jimbo la Kiwani Mheshimiwa Hemedi Suleimani Abdalla amewashukuru wazee, mashehe na walimu wa madrasa kwa dua na maombi yao walioombea viongozi wa taifa kwa kipindi chote cha harakati za kuelekea uchaguzi mkuu. Ameyasema hayo alipofanya ziara ya kuzitembelea Madrasa Swabrin na Madrasatul Hidayah Islamia zilizopo ndani ya jimbo la Akiwani. Amesema miongoni mwa ahadi alizoziahidi wakati wa kampeni za uchaguzi ni kuzifanyia ukarabati madrasa zote zilizomo jimboni humo kwa kuwapatia vifaa vya kujifunzia au kufundishia, pamoja na kuimarisha suala la tahfidhil Quran, jambo ambalo tayari wameanza kulifanyia kazi. Mheshimiwa Hemedi amemwagiza mkandarasi mzawa kuzifanyia tathmini ya kulikamilisha jengo la Madrasatul Hidayah, lakini pia kuijenga upya Madrasati Swabrina iliyopisha ujenzi wa barabara ya Kiwani Sokoni hadi Likoni. Kwa upande wake, Ustaz Saif Bakari Omar naye amemshukuru mwakilishi wa jimbo la Kiwani kwa kutenga muda wake na kwenda kusikiliza changamoto za walimu wa madrasa kwa lengo la kuweka uwiano sawa na upatikanaji wa elimu ya dunia na elimu ya akhera. Wakandarasi wetu ambao mtaifanya hii kazi, hii ikafanywa kwa miezi 2. Tafuteni manpower ya kutosha, andaeni utaratibu wenu, ifanyike kazi hii kwa kipindi kifupi, tukabidhi madrasa, na sisi jukumu letu moja litakuwa limemalizika. Lakini jukumu la pili, kwa sababu hii ni madrasa na hawa ni wanajamii, tutaendelea kushirikiana nao, maana tusije tukasema baada ya hili sisi itakuwa ndio sisi tumeshanawa. Hapana. Tutaendelea kushirikiana nao kwa sababu hawa ni wazee wetu, ni watoto wetu, lakini wanajamii wenzetu. Makucha yake aliyoahidi kupitia hili kwenye jengo letu. Kwanza tukwambie Mheshimiwa, asante sana na karibu sana. Inshallah tunakukaribisha na sisi tuko pamoja nawe na tutakuendelea kuombea dua bega kwa bega. Inshallah Allah atakupa nguvu inshallah. Kutoka Iringa, kufuatia uwepo wa idadi kubwa ya wananchi katika halmashauri ya manispaa ya Iringa wanaopendelea kuwasomesha watoto wao katika shule za msingi za mchepuo wa Kiingereza yani English medium, uongozi wa halmashauri hiyo umeelekeza dhamira yake ya kuendelea kukarabati na kujenga shule za aina hiyo kupitia makusanyo yake ya ndani, ambapo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 shule 2 zaidi zinatarajiwa kujenga. Clement Sanga ametuandalia taarifa ifuatayo. Akisoma taarifa ya mradi huo, msimamizi wa mradi Dola Mbigili amesema kuwa shule ya msingi ya mchepuo wa Kiingereza ya Isakalilo iliyopo katika kata ya Isakalilo inajengwa kwa mapato yanayotokana na ada za wanafunzi wa shule nyingine ya aina hiyo ya Gangilonga kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 200. Mradi huu unatekelezwa kwa mapato ya ndani kwa 100% kutoka katika shule ya mchepuo wa Kiingereza Gangilonga. Mpaka kukamilika mradi huu inatarajiwa kutumika kiasi cha shilingi milioni 244,266,970. Meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Ibrahim Ngwada amesema kuwa dhamira ya halmashauri yake katika sekta ya elimu ipo wazi, akibainisha kuwa kinachoendelea kufanyika sasa ni utekelezaji wa vitendo wa mipango hiyo.
Hapa Manispaa ya Iringa ni kweli kuna uhitaji mkubwa sana wa shule za English medium na wananchi wengi, na ndio maana unaona mpaka leo tu ni shule haijafunguliwa tayari wanafunzi 200 na zaidi wameshasajiliwa. Hiyo inaonyesha uhitaji ni kwa kiwango kikubwa sana. Shule hii ni matokeo ya mipango ya halmashauri ambayo ilituagiza kupitia baraza lako na Manispaa ya Iringa kwamba tuone uwezekano wa kusogeza hizi huduma kwa shule kwenye kanda, hizi shule za English medium, na hii inatokana na uhitaji mkubwa wa wananchi kuzitumia hizi shule. Wewe ni shahidi, kwa shule zetu mbili ambazo tuko nazo za Mapinduzi na Gangilonga zimefurika sana. Elimu ya mchepuo wa Kiingereza yani English medium imeelezwa kuwa chaguo linalozidi kupata uhitaji mkubwa miongoni mwa wananchi kutokana na mchango wake katika kukuza umakili wa lugha, kuongeza ushindani wa wanafunzi kitaaluma na kuandaa vyema kukabiliana na mahitaji ya elimu na ajira katika mazingira ya kitaifa na kimataifa. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kutoka Iringa. Na mtazamaji, na sasa ni habari za mataifa mbalimbali duniani. Serikali ya Cuba imeripoti kuwa raia 32 wa Cuba wamefariki katika shambulizi yaliyofanywa na vikosi vya Marekani nchini Venezuela baada ya Rais Nicolas Maduro na mkewe kukamatwa. Kutokana na shambulio la kihalifu lililofanywa na serikali ya Marekani dhidi ya taifa la Venezuela, raia wa Cuba 32 wameuawa katika shambulizi hilo. Serikali ya Rais Miguel Diaz-Canel imetangaza siku 2 za maombolezo kwa heshima ya Wacuba wote waliouawa wakati wa operesheni ya vikosi vya Marekani nchini Venezuela. Kabla ya taarifa hii kutoka waziri wa ulinzi wa Venezuela, Jenerali Mkuu Vladimir Lopez alikuwa ameripoti kwamba walinzi wengine wa Maduro waliuawa na jeshi la Marekani ambalo lilimkamata mtawala wa Venezuela na mkewe usiku. Na hivyo na sasa tunaangaza kunani viwanjani. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imetamatisha safari yake katika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika yani AFCON mwaka 2025 baada ya kupoteza kwa bao 1-0 dhidi ya wenyeji Morocco katika mchezo wa hatua ya mtoano uliochezwa jana kwenye uwanja wa Prince Moulay Abdellah jijini Rabat. Tupate taarifa zaidi. Katika mchezo huo Taifa Stars walionyesha nidhamu ya hali ya juu na mpango mzuri wa kiufundi na kufanikiwa kuzuia Morocco kwa muda mrefu, huku nao wakitengeneza nafasi kadhaa za kufunga ambazo hata hivyo hazikuzaa matunda, ambapo Morocco walipata bao pekee la ushindi katika dakika 64 kupitia kwa kiungo mshambuliaji wao Brahim Diaz. Kwenye mchezo huo Taifa Stars ilifanikiwa kutengeneza nafasi kadhaa ambazo hazikufanikiwa kutumika vizuri, lakini macho ya wengi hayakupendezwa na kitendo cha mwamuzi wa mchezo huo Boubou Traore kufuatia kutoamuru pigo huru la mkwaju wa penalty baada ya winga wa Tanzania Idi Suleimani maarufu kwa jina la Nado kuangushwa kwenye eneo la hatari dakika za mwisho wa mchezo huo. Licha ya matokeo hayo, Taifa Stars wanaondoka Morocco vichwa vikiwa juu, wakitengeneza rekodi ya kihistoria ya kufuzu na kufikia hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza tangu Tanzania ianze kushiriki michuano ya AFCON mwaka 1980. Mafanikio haya yamewapa Watanzania fahari kubwa na matumaini mapya kwa mustakabali wa soka la taifa. Viva Tanzania! Viva Taifa Stars! Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante mwana michezo wetu Juma Abdurrahmani. Hakika viva Tanzania, viva Taifa Stars. Kwa jana tu kikubwa wengi wa Tanzania vichwa tumeinamisha kwa kukosa mkwaju wa penalty. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari ya mchana wa leo. Mimi ni Witness Ngalawa. Tafadhali endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.